Jina langu ni Mwalimu Kassim Idi Mwagilo, mkuu wa shule ya sekondari Mikanjuni. Shule ya sekondari Mikanjuni ipo kata ya Mabawa, halmashauri ya jiji la Tanga. Shule ya sekondari Mikanjuni ina jumla ya wanafunzi 1564. Kati ya hao wavulana ni 734 na wasichana 830. Shule ya sekondari Mikanjuni ina jumla ya walimu 48. Katika shule ya sekondari Mikanjuni tulikuwa na utekelezaji wa miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ukamilishaji wa chumba cha maabara ya fizikia, na mradi wa pili ni mradi wa kujenga uzio kuzunguka eneo la shule. Katika mradi wa kwanza ambao ni ukamilishaji wa chumba cha maabara ya fizikia, mradi huo umekamilika na hivi sasa mradi huo unatumika na wanafunzi katika kujifunza kwa vitendo. Na uwepo wa mradi huu wa maabara ya fizikia umetusaidia kama shule kufundisha somo la fizikia kwa vitendo. Hapo awali somo hili lilikuwa linafundishwa kupitia chumba kingine cha maabara ya kemia, lakini kulikuwa na changamoto wa mwingiliano wa maabara au mwingiliano wa vipindi, kwa sababu kuna wakati wanafunzi walihitaji kwenda kusoma somo la kemia kwenye chumba cha maabara ya kemia, wakati huo huo wanafunzi wengine walihitaji kutumia chumba hicho kusoma somo la fizikia kwa vitendo. Kwa sisi tunaishukuru halmashauri ya jiji la Tanga kutupatia fedha cha shilingi milioni 20 kulisha chumba hichi cha maabara ya physics, kwani hivi sasa hakuna tena mwingiliano wa vipindi katika maabara zetu. Somo linafundishwa kwa vitendo na kumekuwa na mwamko mkubwa sana wa wanafunzi kusoma somo hilo, kwa sababu vipo vifaa vya kutosha, walimu wapo wanafundisha kwa vitendo, kitu ambacho kimepelekea wanafunzi kufundishwa na kuvutiwa na somo hilo la fizikia. Lakini katika mradi wa pili ni ujenzi wa uzio kuzunguka eneo la shule. Ujenzi huu unatekelezwa na wazazi kupitia kamati ya wazazi. Tunashukuru hivi sasa tupo asilimia karibuni 50 ya ujenzi wa uzio, na umetusaidia kupunguza utoro wa wanafunzi hasa wakati wa vipindi. Hapo awali shule yetu ilikuwa na changamoto wa mwingiliano wa wakazi wa maeneo ya jirani na shule na shule. Kulikuwa kila eneo linaweza likaingilika kwa sababu hapakuwa na uzio. Lakini kwa sasa hiyo hali haipo tena. Wanafunzi wanakaa muda wote shuleni na wanapita njia moja ambalo ni kupitia geti la kuingilia na kutoka shuleni. Nipende kuishukuru kamati ya wazazi na wazazi wa shule ya sekondari Mikanjuni kwa kujitoa kwao katika ukamilishaji wa uzio huu. Tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunakamilisha uzio kuzunguka eneo lote la shule, na tunaamini tutapokamilisha uzio huu basi tutakuwa tumebadili hali ya ufaulu katika shule yetu, kwani hata hivi sasa inaonekana dhahiri kuwa uwepo wa uzio umechangia kwa kiasi kikubwa kuinua ufaulu katika shule ya sekondari Mikanjuni. Mimi naitwa Hassan Mohamed Zuberi, mwenyekiti wa wazazi shule ya sekondari Mikanjuni. Sisi kama wazazi wa Mikanjuni tulikuwa na tatizo la utoro wa rejareja, sababu shule yetu ilikuwa na maeneo mengi yako wazi. Kwa hiyo tukakaa na wazazi wenzetu na mwalimu na baadhi ya walimu, tukaona tutumie namna gani ya kutusaidia. Wakati mkuu wa shule kwa Mr. Karata ambaye sasa hivi yuko Masechu, tukaona tuteneze sheria ndogo ndogo kwamba watoto wanaotoroka, mtu wakitoroka atoe tofali 5, 6, inategemea na makosa madogo. Atakayeshindwa kufanya weekly test kukwepa vipindi tunamtoa matofali 3, 5, 6. Kwa hiyo tulipokubaliana hilo tukaleta kwenye mkutano wa wazazi, na wazazi wengi walipokea kwamba ni jambo zuri, hususan wazazi wale ambao watoto wao ni wakorofi.
Walisema hiyo itatusaidia kwa sababu watoto wengi kwa majumbani hawataka kujisomea, wakirudi tu wanaenda kwenye PS na mambo mengine. Kwa tukakubaliana mwaka 2021 tukaanza hiyo projekti kidogo kidogo, na tukatengeneza taratibu kwenye kupokea watoto wa form 1. Tulianza na shilingi 3,000 kwa general section yao, imeingizwa kwamba ukijiunga na shule hii 3,000 za uzio. Kwa jambo likawa ni zuri na likatusaidia sana. Kwa tukafikia hatua tuna tofali za kutosha, na zile mchango wa watoto wanaoanza kuandikishwa hapa ikawa tuna hela za kutosha. Kwa tukaanza kujenga uzio upande huu kama hivyo ndugu watangazaji mnavyoona, tumetoka mwisho wa shule kule mpaka mwisho wa shule hapa. Kwa bado eneo hili la nyuma ndio pia tuna vikao tunaendelea navyo, na tofali ndio zile pale tumekusanya. Kwa hiyo tumetomea tofali nyingi, 80% tofali hizi tumezipata kwa ajili ya watoto wa korofi na wazazi wao. Sisi tuliangalia material, saruji, nondo, kokoto, mchanga na ufundi. Ndio hizi shilingi 5,500 3 ndio zimetusaidia. Tumefikia hatua sasa hivi tumetumia karibuni milioni 10. Eneo hili limefunga na utoro umepungua, nidhamu shule iko vizuri, ila kuna upande wa huku nako sababu shule iko nje ya uzio haujafika. Watoto kule wanasumbuliwa na watu wenyewe pia wanachomoka, watu mwingine wameng'oa nondo za madirisha wanatoka. Unajua watoto wetu ndio hivyo. Kwa hiyo niombe wazazi wenzangu wote wenye watoto wao kwenye shule ya sekondari Mikanjuni, tuongeze kusimamia watoto kujisomea majumbani wakirudi, watoto kuhudhuria kwenye masomo, watoto kuangalia kazi zao wakirudi shule, na michango ya shule, chakula cha shule, tunatoa chakula cha mchana. Watoto bado 50% bado haijaelewa hili. Kwa wazazi wengine tuambieni kwamba mtoto kushinda shule na akipata chakula hapa inamsaidia mtoto kuweza kusikia vipindi vizuri. Kwa hiyo mambo yetu yanakwenda vizuri, lakini ni wazazi tuongezeni nguvu ya kuchangia wale ambao hawajachangia, na watoto pia tuwasimamieni wasifanye vitu vya ajabu, sababu mtoto kumtoza tofali 5 6 inalipa ni wewe mzazi, sio mtoto. Kwa hiyo tuajabu kwa kamandi watoto wawe vizuri. Pia tumepata mradi wa maabara ambao mwanzo tulianza wazazi, lakini baadaye mwaka juzi serikali kuu ikatusaidia. Kwa hiyo maabara sasa inafanyika, maabara zote mbili zinatumika vizuri. Kwa hiyo ni kuongeza bidii wazazi kuhudhuria kwenye vikao, watu tukiitana tuwe na vikao, tuelezeane changamoto, na nyinyi pia mhoji labda mambo gani yako vizuri ili shule yetu iendelee. Wazazi wenzangu, kweli elimu ni bure, serikali inatoa msaada mkubwa sana kwa elimu. Lakini na sisi ni kama vile baba kutimiza nyama, unga, lakini kawa chumvi haipo. Kwa hiyo mama anawajibika kununua chumvi. Sasa si wazazi na sisi vinavyopungua tunaitana, tunaambiana. Hatukamandi tu kwamba tunakuja na hili, lakini masuala yote tunaelezana kwamba jamani kuna upungufu, serikali hapa, walimu hapa kutosha, vifanya kazi vipo, lakini kuna upungufu 1 2 3. Kwa wazazi wanaelewa, tunakuwa tunaimba wimbo mmoja. Majina naitwa Athmani Bakari Mjela, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Mikanjuni iliyopo jijini Tanga. Kwa ni jambo jema kwetu sisi wanafunzi kuletewa maabara hii. Kwa ufupi tu ningependa kumpongeza mkurugenzi Juma Hamsini na serikali kwa ujumla kwa kutuletea programu hii na kutujengea maabara ya kisasa ambayo itatusaidia sisi katika ujifunzaji na kuweza kukuza maarifa yetu, na pia si hapa tu, itatusaidia pia katika mitihani yetu mikubwa. Kwa mfano tuna mtihani wa moko unakuja, huwa kunakuwa na mitihani miwili ambao tunasoma wenyewe kwa Kiingereza wanaita theory na practicals. Practicals tunahitaji tuwe na maabara kwa ajili ya kufanyia hayo majaribio. Kwa sisi hapa wanafunzi, nikiwa kama mwakilishi wa wanafunzi wenzangu, ningependa kutoa shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunasema asante sana kwa mradi huu. Tunashukuru sana kwa sababu unatusaidia kwenye ujifunzaji. Naitwa Fatma Hamisi, nasoma shule ya sekondari Mikanjuni. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Katika shule yetu tuna hii maabara ambayo tunajifunza practical za fizikia. Inatusaidia sana kwa sababu inatupa uwezo wa sisi wanafunzi kujifunza kwa vitendo mambo ambayo tumejifunza darasani. Jina naitwa Sofia Miraji Mohamed, natokea shule ya sekondari Mikanjuni. Nipo hapa mbele yenu kutoa pongezi zangu za dhati kwa mkurugenzi Juma Hamsini kwa kujengea maabara. Tunajifunza kwa vitendo, inatusaidia kuongeza uelewa wetu
kwa kusoma kwa vitendo. Kwa jina anaitwa Rashidi Omar Rashidi, ni mwanafunzi nasoma shule ya sekondari Mikanjuni na ni kaka mkuu wa shule ya sekondari Mikanjuni, na nipo hapa kumpongeza mkurugenzi wetu Injinia Juma Hamsini kwa kututengenezea maabara, ambayo maabara hii inatusaidia kusoma kivitendo zaidi. Maana ndio hizi mada tumezisoma darasani, lakini ni muhimu sana kuzisoma kivitendo tukiwa maabara. Kwa hiyo tunamshukuru sana pamoja na serikali yetu ya Tanzania, na pia maabara hii imesababisha wanafunzi kuwa kupenda kusoma na kufanya practicals zote za physics ndani ya maabara hii, kwa sababu maabara hii imetengenezwa kisasa zaidi. Tunamshukuru kwa kutuwezesha kutengeneza ukuta wa shule, ambao ukuta huu unasaidia kutenga mazingira ya shule na mazingira ya mtaani na raia wote ambao wapo mtaani, na pia napunguza utoro wa wanafunzi. Pia inazidisha usalama wa ujifunzaji wa wanafunzi. Wanafunzi wanajifunza katika hali ya utulivu, kwa kuwa hakuna kero za nje wala zingiliani na kero za shule.